Hapa ni kwenye kijiji cha Maranje kinachopatikana kwenye kata ya Mtiniko, halmashauri ya mji Nanyamba katika mkoa wa Mtwara. Tumetembelea hapa mara baada ya kupata taarifa kwamba kuna watoto watatu wamekula chakula ambacho inasemekana kwamba mara baada ya kula kiliwaletea shida kidogo. Na hicho chakula inasemekana kwamba walipewa na mwanafunzi mwenzao, na huyo mwanafunzi alipewa chakula hicho na bibi yake. Lakini ona, chakula hiki walienda kulia porini wakati wameenda kuchimba ming'oko. Ilikuwa ni siku ya shule, lakini tayari wameshatoka shuleni wakaingia porini kwenda kutafuta ming'oko. Ming'oko ni aina fulani hivi ya mizizi ambayo inaliwa, inapatikana hasa maeneo ya huku kusini. Sasa wakati wanachimba ming'oko, baadaye huyo mtoto akatoa hicho chakula akawapa hawa watoto wenzake watatu ili wale, na wakala wote wanne kwa pamoja. Lakini baada ya kumalizika kwa kula chakula hicho, huyu mmoja ambaye ametoa chakula akasema kwamba chakula mlichokula lazima kitawaletea madhara. Wote baada ya kutoka pale wakaanza kuumwa na kichwa. Chakula kilikuwa na nini? Sisi hatujui. Faida Online TV, watu wa Field Pass na yana pasipo na bugdha, tukasema hili hatuliachi lipite. Tumekuja Maranje kwa ajili ya kuzungumza na wazazi, watusimulie namna ilivyokuwa. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Mimi naitwa Ali Salum Mohamed, lakini jina maarufu sana nafahamika kwa jina la Kelele. Bwana Kelele. Bwana Kelele, niko hapa Maranje, kijiji kingine kipi ambacho kinaitwa Tulie, kitongoji cha Matungurubi. Hiyo ilikuwa siku ya Jumatano, watoto tulienda shuleni. Anasoma darasa la 5 kijana huyu, ni mjukuu wangu. Maana mjukuu unajua kwamba ni Alonza ni mtoto wangu, mtoto wa kike. Ndio huyu mtoto mmoja wapo sasa hivi. Ndio kuchukua chakula, akawaita pale watoto watatu yeye mwenyewe. Wakaenda mahali hapo ndio kukaa hapa ujasiri, labda wenyewe sasa kama ni polisi wenyewe watoto katika kwa hoji. Ndio kula chakula. Alipomaliza kula chakula pale akasema sasa chakula hiki lazima kutotokea madhara fulani, kuna mtakachokiona, lazima tu mtafeje, mtaumwa. Anasema huyo aliotoa chakula. Anasema huyo mtoto aliotoa chakula ambao wale hao walikuwa wamekula. Basi ilipotokea leo watoto wale wamerudi kuja nyumbani. Mpaka mjukuu wangu pale, vipi shuleni? Mimi babu leo afya zangu sasa kichwa kinafeje kinanisumbua. Huyo anasoma na ngapi? Huyo anasoma darasa la 5. Wote wanafunzi wote wa darasa la 5, watoto wa chakula na wale kule wote darasa la 5, na watu wasichana, watoto wa kike. Wote wa kike. Wote kike tupo. Basi baada ya muda sasa hivi mzazi mwenzetu mmoja na mhoji mwanawe. Katika mmoja, kwani imekuaje mbona unasumbuliwa sana? Sisi bwana tumekula chakula. Kuepana nani? Ndio kataja wanafunzi wenzake ambao walikuwa wanakula kile chakula. Yule mzazi wa kule akasema kwa sasa kama ni kweli kauli, ngoja nende kwa mzazi mwenzangu. Akatoka hapa akifika kwa mzazi mwenzao wa pili. Salama hali yasewaje? Vizuri bwana wewe. Kwani kijana wako anasemaje? Kijana wako mimi anaumwa. Sababu kuumwa najua. Sema hapana. Sasa basi wamekula chakula. Yule pale yeye akaona kwamba hata bado mmoja. Sasa kama ni kweli ile kauli ile, ngoja tukajilizishe kwa mtoto mwingine. Ndio akaja kwako. Ndio mmoja mpaka nyumbani kwangu. Kufika kule nakuta mjukuu wangu yuko pale. Saudi nyumbani karibu salama. Kijana asewaje? Kijana yuko ndani bado anafaje? Anasumbulia afya yake sio mzuri. Una habari? Sema hapana. Basi mtoto amekula chakula. Mimi nipata taarifa kwa wazazi mwenzangu, na mimi nikaja kujidhihirisha huku kwa watoto wote watatu kwa tangu Alhamisi mpaka Ijumaa hawakwenda shuleni. Na huyu ambaye alitoa chakula hiki walisema kwamba alikipata wapi? Alisema kwamba alipewa na bibi yake. Okay. Alisema alisema alipewa na bibi yake, maana amechukua nyumbani kwake. Sasa hicho chakula nimechukua nyumbani kwangu kwa nimeleta hapa. Kwa hiyo chakula madhara yake ndio hayo, na pia alisema kwenye bakuli. Yaani kama kiliandaliwa hivi. Maana akutoka kwenye mfuko wala nilikitia kwenye bakuli. Naitwa Lulu Nurudini na Ngwanda, mkazi wa Maranje. Hili tukio linanihusu mimi nikiwa kama mama mdogo wa huyo mtoto. Sawa, mtu simulia alivyorudi shule ilikuwaje? Baada tu ya kurudi shule amelala, tukamuuliza vipi, akasema mimi naumwa. Naumwa nini? Akasema mimi naumwa kichwa. Sawa, sisi tukaona ile hali ya kawaida, tukachukua hela tukaenda kununua dawa ya kupoza maumivu ya kichwa siku ya Jumatano. Mpaka alivyoamkia siku ya Alhamisi ameenda shule, lakini hajachelewa akarudi. Baada ya kurudi tukamuuliza vipi, akasema bado homa haijanitoka, bado ninasumbuliwa. Tukachukua tena hela tukaenda kununua dawa tukampa. Baada ya kumpa tukamkia jana Ijumaa. Baada ya Ijumaa ndio tulipopata taarifa kwa watoto walikula chakula ambacho hakipo sahihi. Manake waliondoka siku ya Jumatano akaenda shuleni. Baada ya kwenda shuleni mwanafunzi mwenzao akabeba chakula akawaitia watoto watatu. Wale watoto wote wakala chakula. Baada ya kumaliza kile chakula wakasema iko chakula mnachokula
Mkishamaliza kuna kitu usiku kitatokea. Sasa hiyo polini walienda kufanya nini? Ni kwa sababu tu ya chakula ama walikuwa na jambo lingine? Huko polini walienda kuchimba ming'oko. Inawezekana kwamba shuleni hawajui sasa hili jambo. Na imani yani shuleni hawajui hili jambo kwa sababu hata na sisi wazazi wengine hili jambo tumelipata jana. Kwa majina naitwa Isa Hasani na Ngomwe. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Maranje, kata ya Mtiniko. Hiyo taarifa sina. Na unadhani kwa nini imekuwa ya siri sana? Katika jamii ambayo tunaishi nayo, wengi wanaogopa kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari, wanaogopa kutoa taarifa hata kwenye ngazi zao za serikali za mitaa na vijiji. Mwingine anaweza kaona kabisa kuna jambo la hatari limetokea, lakini akasita kwamba nikitoa taarifa nitakuwa shahidi na vitu kama hivyo. Na ndio maana wengi wanakuwa wanakaa kimya hata kama kitendo kimetendeka. Ushauri wangu, kwa sababu unavotoa taarifa, inawezekana kile ambacho ulichokiona na wewe ulivyokaa kimya, basi yule mtu inawezekana ikawa kimemletea madhara zaidi na akapoteza maisha. Kikubwa ni ushirikiano. Ushirikiano, tunavokutana na matatizo kama hayo, tuwe wepesi sana kutoa taarifa kwenye vyombo vya sheria. Okay. Naam. Nikushukuru sana. Asante sana. Kapumzika mwenyekiti. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Maranje kwenye kata ya Mtiniko, halmashauri ya mji Nanyamba, mkoani Mtwara, leo akizungumza na Faida Online TV mara baada ya kutembelea hapa, na ametuthibitishia kwamba taarifa hii haijafika kabisa ofisini kwake. Hata hospitalini hajapelekwa hapa kwenye zahanati, na taarifa hii pia haijafika kwenye kituo cha polisi. Mpaka kufikia hapa mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.